Katika taarifa za kusikitisha, watu 8 wameripotiwa kupoteza maisha yao baada ya moto kuzuka katika mtaa wa Makina katika eneo la Kibra mapema Jumamosi ya leo asubuhi kule jijini Nairobi. Mwanahabari wetu Leonard Wamalo kutoka jiji kuu la Nairobi anaarifu zaidi. Kwa mujibu wa wenyeji na walioshuhudia kisa hicho ni kwamba moto huo ulizuka mwendo wa saa 10 asubuhi kutokea kwenye chumba kimoja na kusambaa huku kiteketeza zaidi ya nyumba 44 za mabanda kwenye mtaa huo na kusababisha maafa hayo ya watu 8 kupoteza maisha. Nyumba zilianza kuchomeka saa 10 na dakika 50 hapo, lakini sisi tuko kwa hiyo saa 5:10 ndo tumesikia watu wakipiga ndu. Pikipiki kwanza ndo ilikuja pipi ikiamsha watu. Mtu akapiga moto, jamani, tukatoka mbio kwenda kuona moto, tukaanza kuamsha watu tukiwagongea mlango watoke. Wale wenye tukaweza, kuna mama na watoto hapa wakaruka kutoka hapa juu, tukawasaidia, tukawashikilia wengine, mama 2 watoto wakarushwa. La moto ilianzia na huku nyuma, kuna nyumba hapa katikati ndo ilianza. Ikaspread, kuna mama alikuwa anajaribu kutoka hivi kama mjamzito hivi, akashindwa kutoka, gas ikalipuka, moto ikazidi, hakuweza kutoka. Kuna baba akataka kwenda kusaidia mtoto yote, gas ikalipuka, yeye pia akachomeka, akashindwa kwenda kusaidia mtoto, akachomeka. Nasikia ni watu 8 wamechomeka, mama, watoto wake, mama mjamzito, wazazi, baba pia. Watu wengi wamechomeka, tumeathirika, unaona vile kunakaa. Hii moto ilianza saa 10:30. Tulikuwa tunajiprepare kwenda job. But mimi niliona saa 11 nikienda job. Nikifika pale stairs ndio niliona moto. Ikabidi nirudi ndani, nikuje niamshe watu wa plot. So nikawaamsha, wakatoka mbio wote. But wale wa hii side kuna wale hawakuweza kutoka. But wale walitoka ni wachache, kuna wale wameumia, wengine wamekufa. Aidha, wakazi hao wanashuku kuwa huenda moto huo ulisababishwa na mshumaa ama koili ya kuzuia mbu, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo halisi cha moto huo. Sasa kenye sisi tunasema coil si mnajua ndio imeanzisha hii moto. Juu kwa sababu huku tumetoa coil karibu 13. Coil ndo tunajua imeanzisha hii moto. Watu wanasema stima, lakini ni kama mtu aliamka hiyo 5 kupika chai, usingizi kampata, coil kachoma nyumba. Hapo ndo ikaanza. Na unajua hizi manyumba za mabati zingine zimewekwa na mbao, wengine wameweka magunia, makaratasi, magazeti. Moto ikianza imeshashika kila mahali. Kamanda wa polisi katika eneo la Kibra, Patricia Yegon, amedhibitisha kisa hicho, huku wakazi wakisimulia jinsi baadhi ya waathiriwa walivyong'ang'ana na kuhangaika kujinusuru na pia kuweza kuwanusuru wapendwa wao. Wale wa kuumia venye naona walikuwa wanajaribu kutoka. Justice ni ndogo, corridor ni kadogo, so walikuwa wanasukumana kutoka. Kwa ile harakati ya kusukumana kuna wale walikuwa wanaanguka, ndio moto ikawapata, so wakakufa, wengine wakatoka. Kama sasa unaona watu wamepoteza manyumba, wana mali ya kuenda. Kama unaona sasa kuna mtu amepoteza familia mzima. Hiyo familia inaenda kuzika watu 4, baba, mama na watoto wake 2. Watu wana mali ya kuenda. Sasa mtu mwenye amepoteza manguo hana, chakula hana, mali ya kulala leo atalala wapi? Hakuna. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalo.